tuliweza kuziona iriza za mnyama. Wamemchokoza tajiri Jairut. Wamemchokoza tajiri Jairut bwana Baba Jairut. Dawa imewaingia mzazi wangu Jairut, babangu Jairut, dawa imeingia sehemu sahihi. Jana umetuletea vyuma na hiki kilio. Mimi nilikuwa kama natoa ombi hivi. Jairut, kwa nini kwenye paredi letu zile iriza zisije zikafuatana, moja mbele nyingine nyuma? Jairut najibu bwana. Nashukuru baba Jairut. Umetuheshimisha baba, umetuheshimisha sana. Shikamoo baba, umetuheshimisha. Jana heshima imetawala. Kwanza paredi yetu ndio paredi ambayo limevunja rekodi kwenye maeneo kama matatu. Eneo la kwanza ndio paredi la kwanza kutumiwa na mabasi yenye thamani mawili. La pili ndio paredi ambalo limeendana na uhalisia wa kile kitu ambacho kinachoendewa na ile paredi. Jana paredi la Simba, kila mwana Simba ana jezi ya Simba yenye nembo ya Betway ya blue, nyeupe au nyekundu. Sio paredi la jamaa kama mtu labda anaenda kwa mpenzi wake leo Jumapili weekend, wanaenda kutafuta chaka wakajifiche kama kavaa gauni la maua kama dadangu Mwanaisha hapa. Watu wamevaa jezi za Simba na kila mtu kaona. Lakini lingine, paredi jana limetembea masaa 10 na watu hawajachoka. Paredi lao limeanzia TFF, limeishia Jangwani masaa 6 na watu kama vile, yani kama watu washazika wametawanyika wanaenda kunywa uji. Tunaelekea Mwanza. Wapi? Sasa paredi lishindikane katika kitovu liende kufanyika Mwanza ndio liwe na nguvu. Kitovu cha Yanga ndio hapa uje, sio Mwanza. Na hapa limefeli. Na pale paredi lao lile wamewaleta watu kutoka Mbeya, kutoka wapi? Paredi la jana la Simba, wale wote wa Dar es Salaam. Wale wote wa Dar es Salaam. Hakuna hata mtu anatoka mbali. Paredi la watu wa Dar es Salaam. Je, wangekuwa wametangaza singekuwa mji mzima hapo nasema ukanyaga. Simba hatari. Ndio bado sisi tukambiaje? Nyinyi fanyeni mchaka chinja, sisi tunafanya paredi. Watu wengine wakawa wanasema bwana, paredi la mnyama, raha ya paredi wachezaji wao wanaonekana kama gari la Yanga lile la wazi. Hapana. Wachezaji wametufanyia kazi iliyotukuka. Hatuwezi kuwatesa tukawaweka kwenye jua tukawaunguza na vumbi. Tumewaweka kwenye iriza yenye unyunyu wa AC ya baridi ya maziwa na asali. Vijana wanakula AC, na ndio maana umeona hata walipofika Koko Bichi, David Kabeta Duchu aliwaimbisha mashabiki wa Simba. Kwa sababu walikuwa na nguvu ya AC ya mule ndani. Alafu lile iriza kuna sehemu ukibonyeza unachukua unatoa kofi original. Yaani wewe mule ndani unapasha pa. Unatoa kahawa original. Wanakunywa wachezaji wanapata nguvu. Sasa lile tata la gongo la mboto lile kuna nani? Hapo jana sasa watu baada ya kufika pale klabuni pale kwenye kuchimba dawa pale. Wakakuta magonga nyoka yao mawili yamepangwa. Tata la gongo la mboto na lile tulopewa na TBL. Wana hii yani wale. Wewe chukue mabasi yale mabovu yaweke pale, alafu vyuma vinakuja vile. Ilizazi. Wenyewe wamepiga nao picha. Shabiki la Yanga tono, hili bovu anamwambia mwenzie nipige. Wanaenda kulitoa na jivile kama analigusa anapiga nao picha. Watu waende kibao picha wanazo. Shebi, msimu huu umetamatika, mnaelekea sasa katika masuala mazima ya pre-season na masuala ya usajili. Namna ambavyo unavyotazama kikosi chako cha wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Steven Baka, kwa hiyo unavyoona ukiwa kama ni mtu wa mpira, mfanye maeneo gani maboresho ya usajili? Maana hivi sasa tetesi zimeanza kuwa ni nyingi kweli kweli. Wakina Ibrahim Bajaber kutokea pale Stellenbosch wanahusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Mimi kwa wabani fulani kwanza nimpongeze mwalimu. Baada ya kufika yeye kwenye dirisha dogo kapendekeza wachezaji ambao wametupa faida. Lakini la pili nadhani dirisha kubwa mwalimu kashajua nani na nani atoke na nani aingie. Lakini kwa upande wa haraka sipendi kumwingilia sana mwalimu, lakini nimeona kama kwenye nafasi ya ushambuliaji lazima tuende kuongeza nguvu. Sababu inaonekana baada ya fitina za mpira wa Tanzania kuna watu walimshawishi Jonathan Soa
katikati ya nani msimu atufanyie mambo ya ovyo, mwisho wa siku katuathiri sana. Na niwaambie wana Simba, mtu adui na mtu ambaye akumchukia Jonathan Soa ni mtu ambaye hatuhitaji kucheka naye hata dakika moja, sababu ndio mtu ambaye alitaka kututoa nje ya malengo yetu, lakini Mwenyezi Mungu ametusaidia tu, tumefanya vizuri. Then mimi kwangu mshambuliaji, lakini hata viungo wakati, ila mwalimu yeye ndo anajua zaidi, ili tuende kumwachia mwalimu mwenyewe. Nadhani kuna watu kashawapendekeza na viongozi wa klabu ya Simba na kamati yao ya usajili chini ya mabosi matajiri. Sasa sio mabosi matajiri, maana ukisema bosi hata mimi naweza nikawa bosi sababu na buku mbili yangu mfukoni. Matajiri wa mpira Mohamed Dewji na Jerut, nadhani watakaa chini, wataenda kuwaleta watu ambao mwalimu Steve Barker amewapendekeza, na kikosi cha msimu ujao cha 26-27 wana Simba tutapata raha zaidi. Inasemekana mchezaji kutoka pale klabu mwalimu anataka na ndo timu yake. Hata Stellenbosch tumevuna vijana wawili wa maana sana. Ismail Tule mwamba kweli kweli, lakini tumevuna Innocent Aura mwamba kweli kweli. Nadhani hamna kazi mbovu Stellenbosch. Sasa kama kuna mashine nyingine imependekezwa, mimi nasema tufanye subira, lakini leo kila jambo la usajili wa klabu ya Simba kwa sasa liko chini ya mwalimu Steve Barker. Yeye ndo anajua nani atoke na nani aingie katika kikosi chetu. Kwa hiyo sisi tunamwamini na tunajua kabisa hamna kitu kitakachoshindikana. Wana Simba tutapata furaha, na inshallah Mwenyezi Mungu atupe uhai tuende kuona Simba iliyotukuka katika msimu wa 26-27 inshallah. Una matumaini na Simba yako inayofuata baada ya kumaliza msimu huu vizuri kumwishoni? Kwanza matumaini yetu makubwa ni kuhakikisha tunarudisha heshima ya mpira wa Tanzania, hasa katika mashindano ya kimataifa ambayo wenzetu baada ya miaka minne wametia aibu sana kwenye mashindano. Kwa hiyo tunataka kurudisha heshima na kuleta hadhi ya mpira wa Tanzania. Kwanza bendera yetu itapepea sana kwenye mashindano ya klabu bingwa Afrika, ya kuwaonyesha Waafrika kwamba sasa baba wa mpira Sekafa amerudi katika fomu zake, na tutatetea jazi hilo na tuwaambie Watanzania na wana Sekafa wote, mkombozi amerudi, mkombozi amerudi, mkombozi amerudi. Tutakomboa Sekafa, tutakomboa Tanzania na tutafanya vizuri kwenye mashindano. Lakini tukirudi katika ligi ya ndani, kilio chetu tunasema wakae chini, watafakari, wawanoe marefa wao, waamuzi wao, wawanoe na waambie watafsiri sheria 17 kiweledi kabisa. Tunachohitaji sheria 17 ziende kufanya kazi, ili kila mtu akishinda aende kufurahi. Ila tuziambie timu zinazokuja katika ligi kuu waje wakiwa na akili timamu. Tumerudi kivingine, tutatembeza dozi sana hata wakishirikiana, na tuwafundishe waliyepanda wasipokuwa makini kwa kutengenezewa mazingira ya kushawishiwa na watu kwamba tutakusaidia kwenye mechi fulani, watashuka kama alivyoshuka Mtibwa. Wasicheze kwa maelekezo, wacheze kama wao wanajipambania, wacheze kama wao timu yao wanaipambania logo ya hizo timu zao. Wakicheza kwa maelekezo kwamba wewe niachie mimi na mimi nitakusaidia kwa mtu fulani, timu zao zitashuka. Timu nyingi zimeathirika kwa sababu hiyo. Kuna watu walikuwa wanacheza kwa maelekezo ya mtu mwingine. Kwa hiyo maelekezo sasa yakatike, wacheze kwa binafsi yao kwamba wajue nacheza mashindano haya kuhakikisha mimi nabakia kwenye ligi au nakuwa kwenye nafasi bora. Timu nyingi zimeenda kucheza playoff kwa sababu ya kumbeba mtu fulani. Leo yule mtu ubingwa akachukua yeye, anatamba yeye. Kimagumashi. Wewe timu yako inacheza playoff au timu imeshuka, waache kubebana bebana. Kila mtu atumie jasho lake. Kama walivyotumia unyao Simba ubaya ubwela. Si hatujaungana na mtu yote katika ligi hii mpaka tunakuja kumaliza ligi. Kwenye ubingwa wa ligi wametupola, kwenye ubingwa federation tumebeba, na kombe la muungano tumebeba kwa nguvu yetu. Hatukutegemea nguvu ya mtu mwingine yoyote, nguvu yetu wenyewe. Sasa timu zinazopanda daraja, mambo ya mtu anakuja kuleta maelekezo, huyu mimi huyu hii timu yetu, kwa sababu kuna watu wanakuwa na matawi yao. Mambo ya kuwa na tawi, ukishuka unashuka mwenyewe. Mtibwa akashuka mwenyewe, au kuna mtu kashuka naye? Prison na Mbeya City leo wanajipambania wenyewe, au kuna mtu anacheza nao? Sasa tuwaambie wajifunze, wapambane wenyewe. Ila niwaambie wana Simba, wamenifurahisha kwa kwenda kuchimba dawa sehemu sahihi. Leo huwezi kwenda klabu ya Simba pale ukaenda kuchimba dawa utakamatwa, lakini pale Jangwani unachimba dawa kwa sababu vichaka vipo. Ndio maana watu wamechimba na wamejaza kifusi chenye mauchafu. Watu wamechimba dawa lalamika. Ile sehemu sahihi ya kuchimba dawa kwa sababu kuna vichaka. Sehemu ile kichaka ndio watu wanaenda kuchimba dawa. Wewe njoo uchimbe dawa hapa Mikumi hapa barabarani kama watu wako kamati.
Lakini ukienda Jangwani kujificha kidogo umechimba. Na watu wanasikia jana mpaka wengine wametoa muaharo. Shukrani sana shehe. Nashukuru sana.